Yapo mengi ambayo yanazungumzwa, yapo mengi ambayo yanazidi kunguruma, yapo mengi ambayo yanazidi kuzungumzika kuhusiana na dabi ya Kariakoo, mchezo wa namba 184. Simba wameweza kutoa barua kwa siku hii ya leo kuhusiana na mchezo huo. Kwa hiyo nitaweza kukujuza hapa moja kwa moja kile ambacho kiliweza kuandikwa kwenye barua hiyo. Moja kwa moja na nukuu. Taarifa kwa umma. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na hutoa mapendekezo kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba 10 Juni 2025. Mwisho wa kunukuu. Hii ni barua ambayo Simba wameweza kuiandika, ambapo kuna mambo mawili makubwa, ambapo taarifa ya Simba ina mambo mawili makubwa tu, na jambo la kwanza ni wapo tayari kuingiza timu Juni 15 kama ambavyo taarifa ya bodi imeupanga tarehe ya mchezo huo. Lakini jambo la pili, wanazitaka mamlaka zitoe ripoti ya uchunguzi juu yaliyotokea mechi 8 hadi mechi kuahirishwa. Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi wamezungukwa kila upande. Sasa tukija kwa Yanga kule, moja kwa moja walikuwa pia na sakata zima la kusema kwamba uchunguzi uweze kutolewa sasa. Kwamba ni kipi ambacho kilipatikana kwenye uchunguzi waweze kujisema, watoe taarifa ya uchunguzi hasa, na Simba nao wameona wao pia waweze kusema kwamba taarifa ya uchunguzi itoke. Kwa hiyo bodi ya ligi pia walikuwa wanalalamika, TFF nao walikuwa wanazungumzia kwamba taarifa itatolewa kwa sababu mmoja wapo pia amekataa kucheza. Kwa hiyo nadhani kuna jambo ambalo ni kubwa ambalo lipo katika sakata hili, kwamba kuna jambo ambalo huenda lipo. Kama Simba wanahitaji na Yanga wanahitaji, asinabidi bodi ya ligi na TFF waweze kukaa chini wajue kwamba watatoa au la. Lakini cha msingi wanachukua watoe ili wote waweze kufahamu na kupata majibu kuhusiana na swala zima la uchunguzi. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 31, Yanga ataweza kukutana nacho kama endapo hataweza kufika uwanjani, na inaeleza masuala ya kutofika uwanjani endapo Yanga itagoma kufika uwanjani kwa ajili ya mechi ya Juni 15 dhidi ya Simba, itakumbana na adhabu zifuatazo. Ya kwanza, itatozwa faini ya shilingi milioni 5 taslim, kulipa fidia na gharama za maandalizi ya mchezo husika, lakini kukatwa alama 15 kwenye msimamo wa ligi husika. Kwenye zile pointi zao 73 mpaka sasa zitabaki 58. Lakini pia kuondolewa kwenye mchezo unaofuata na haitapata mgao wa mapato kwenye mechi husika, na kiongozi aliyeshawishi mgomo atafungiwa kwa mwaka mmoja, na mzungumzia Harris hapa. Lakini adhabu zaidi kutoka TFF au bodi ya ligi, lakini haitaruhusiwa kucheza mechi nyingine mpaka itekeleze adhabu. Kwa hiyo nimeona nikufahamishe hivyo. Kwa hiyo Yanga wana imani na bodi ya ligi kutokana na kile ambacho kinaendelea, lakini pia katika soka la Tanzania huenda kuna mambo ambayo ni mengi. Tunashuhudia pia afisa habari wa klabu ya Yanga pia aliweza kuzungumza kuhusiana na swala zima la kombe la CRDB, kuhusiana na mtonyo kwenye lile kombe la CRDB ambapo hawakuweza kupatiwa fedha zao. Kwa hiyo kupitia mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Juni 9 katika makao ya klabu hiyo, amesema kuwa klabu hiyo haitacheza fainali ya kombe la CRDB hadi pale watakapolipwa fedha za ubingwa
wa kombe hilo kwa msimu uliopita. Pengine kuna mengi ambayo wanaweza kukumbana nayo timu alafu inakuwa ni siri. Tuliweza kupata pia siri hiyo kwa siku ya jana kupitia kwa msemaji wa kikosi cha Jangwani. Ally Kamwe aliweza kuzungumza suala hilo. Kwa hiyo hivyo moja kwa moja usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kupata tu vitu vipya ambavyo vinaweza kujitokeza hapa ndani ya Gift Online TV. Kutakia wakati mwema.